Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Habari za asubuhi. Ni furaha kuwa nanyi tena katika Fizi Empire Television, kisima chenu cha habari na burudani. Tunawasalimu nyote kutoka Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 22 Aprili. Karibuni. Mapigano makali yaripotiwa Masisi, huku mamia wakikimbia makazi yao. Hali imekuwa ya wasiwasi mkubwa Jumatatu, Aprili 21, 2025 katika maeneo kadhaa ya Masisi, Kivu Kaskazini, ambapo mapigano makali yamewarejesha waasi wa M23 na wapiganaji wa kundi la Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, vijiji vya Bibatama, kundi la Kibabi mbili, Luk, kundi la Nyamaboko mbili, na Mungote, kundi la Kibabi mbili, vilishuhudia mapigano makali kwa takribani siku nzima ya Jumapili, Aprili 20. Mapigano hayo yaliwahusisha moja kwa moja waasi wa M23 wakipambana na wapiganaji wa Wazalendo. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa hakuna takwimu kamili za wahanga zilizopatikana mara moja. Hata hivyo, vyanzo mbalimbali vinathibitisha kuwa mamia ya wakaazi wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na mapigano hayo. Wakati huo huo, vyanzo hivyo vimeibua wasiwasi kuhusu hatua ya wapiganaji kutoka kundi la Muungano wa Wazalendo na Wanademokrasia wa Ulinzi wa Kongo, UPDC, linaloongozwa na mtu anayejulikana kama Noah Maachano, ya kuwaandikisha wakazi wa eneo la Ufamandu mbili. Inadaiwa kuwa tangu wiki iliyopita, wapiganaji hawa wamekuwa wakitoza ushuru wa shilingi 10,000 za Kongo, sawa na takriban dola 3.5 za Kimarekani, kwa kila kaya. Aidha, mvutano mkubwa uliripotiwa Jumatano iliyopita, Aprili 16, katika mtaa wa Kilambo ulioko katika kundi la Buabo, kusini mwa makao makuu ya eneo la Masisi. Eneo hilo pia lilikuwa eneo la mapigano kwa siku mbili kati ya waasi wa M23 AFC na wapiganaji wa kundi la Wazalendo, ikionyesha kuendelea kwa ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Ripoti kutoka eneo la Walikale zinaarifu kuwa waasi wa AFFC/M23 bado wanashikilia maeneo kadhaa baada ya kujiondoa kutoka katikati mwa mji wa Walikale mnamo Aprili 2. Kwa sasa wanaripotiwa kuwepo katika maeneo ya Kashebere na Kibati. Katikati ya kipindi hiki cha usitishaji mapigano usio imara, Fizi Empire TV imetoa takwimu za jumla za athari za machafuko hayo, zikijumuisha vifo 32 na watu waliopotea, kulingana na taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani. Mhimili wa barabara wa Walikale Kashebere umeathirika zaidi na mapigano hayo, yaliyoathiri vijiji 7 na eneo la vijijini la Walikale ambako vifo hivyo vilirekodiwa. Katika kituo cha ununuzi cha Kibua kilichoko katika kikundi cha Ihana, jumla ya watu 12 waliripotiwa kufariki, wakiwemo wanawake 2. Kati yao, wengi walikatwa vichwa na wengine kuuawa kwa kupigwa risasi. Aidha, watu kadhaa waliripotiwa kuteswa kimwili, ikiwa ni pamoja na daktari mkuu wa eneo la afya la Kibua na mkurugenzi wa hospitali kuu ya rufaa ya Kibua, ambao walifanikiwa kutoroka wakiwa na majeraha. Huko Kashebere, katika kikundi cha Luberike, mtu mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi na mwingine bado hajapatikana. Eneo la Kashebere linasemekana kuwa chini ya udhibiti wa waasi kwa sasa. Kijiji cha Kibati, kilicho katika kikundi hicho cha Luberike, kilipoteza wakazi wake 4 waliouawa na waasi, wakiwemo wanaume 3 na mwanamke mmoja. Eneo hili nalo pia linaripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa M23. Huko Kigoma, mbali na kuchoma mali za raia, waasi waliua watu 2, dereva wa teksi ya pikipiki na mkulima. Watoto 2 pia walifariki dunia wakati wakikimbilia usalama msituni baada ya kuzama kwenye mto Kitatenge. Katika eneo la Shabunda, kikundi cha Banabangi, vijana 3 walipoteza maisha wakati wa mashambulizi ya waasi. Walipigwa risasi na kufariki. Habari za ndani zinaeleza kuwa walikumbana na waasi waliporejea kijijini kuchukua mali zao. Miili yao ilipatikana ikiwa tayari imeharibika sana na ilizikwa. Katika kikundi hicho cha Banabangi, kijiji cha Mutakato kilipoteza wakazi wake 4. Vyanzo vya ndani vinasema kuwa watu 2, akiwemo mwanamke mmoja, waliuawa kwa kupigwa risasi na wengine 2, baba na mwanawe, walikatwa vichwa na waasi. Huko Wenga, katika kikundi cha Utunda, mtu mmoja alikatwa kichwa na waasi. Taarifa za ndani zinaarifu kuwa mtu huyo alikumbana na M23 wakati akirejea kijijini hapo kufuatilia hali ya usalama.
Eneo la vijijini la Walikale lilipoteza wakazi wake wanne, wote waliuawa kwa kupigwa risasi. Miili yao ilikusanywa na kuzikwa na shirika la Msalaba Mwekundu la eneo hilo. Watu wengine wawili waliopotea ni mwanamke na mtoto wake, wakazi wa Ngora katika kikundi cha Utunda. Vyanzo vya habari vinaripoti kuwa mwanamke huyo aliondoka nyumbani na mtoto wake mgonjwa kuelekea hospitalini wakati katikati ya kijiji cha Walikale ilikuwa tayari imetekwa. Mwanamke huyu na mwanawe hawakuwahi kufika hospitalini wala kurejea kijijini. Hali yao ni ngumu kubainisha kwani miili yao haikupatikana. Wakazi wa mhimili wa barabara ya Walikale Kashebere wanaishi kwa hofu kutokana na kuwepo kwa waasi katika baadhi ya vijiji na bado wana majeraha ya kisaikolojia kutokana na vitendo vya kikatili vilivyofanywa na waasi hao walipokuwa wakipita maeneo yao hapo awali. Mwishoni mwa wiki iliyopita, mabomu manne ambayo hayakulipuka yaligunduliwa na wakazi huko Kibua. Vilipuzi hivi viliachwa wakati wa mapigano kati ya wazalendo na waasi wa AFC by M23. Kati ya mabomu hayo manne, mawili yalipatikana kwenye maegesho ya magari ya Kibua, ambayo pia hutumika kama soko dogo, na mengine mawili yalikuwa ndani ya ua wa hospitali kuu ya rufaa ya Kibua. Taarifa hizi zimethibitishwa na mkurugenzi wa matibabu wa hospitali hiyo. Bomu la tano lilipatikana katika ua wa shule ya sekondari ya eneo hilo na lilishughulikiwa na jeshi la kawaida, lakini mabomu mengine manne bado hayajateketezwa. Wanajeshi walifunika mabomu mawili yaliyokuwa kwenye maegesho ya Kibua kwa udongo, hatua ambayo wakazi wanaona kuwa hatari sana kutokana na eneo hilo kuwa na watu wengi. Wakazi na Daktari Isaac Bihango, mkurugenzi wa matibabu wa hospitali ya Kibua, wameitaka FARDC kutegua mabomu hayo, wakisisitiza kuwa kuyafunika kwa udongo si suluhisho la kudumu kwa usalama. Juhudi za kuwasiliana na mamlaka za kijeshi kuhusu suala hili hazikufanikiwa. Kibua iko chini ya udhibiti wa jeshi na washirika wake wazalendo, huku waasi wa FC za M23 wakiwa karibu katika maeneo ya Kibati na Kashebere. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilianzisha hatua kali mwishoni mwa wiki iliyopita dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila Kabange na chama chake People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD, kufuatia madai ya ushirikiano na vuguvugu la waasi linaloungwa mkono na Rwanda. Hatua hizo zilizotekelezwa kuanzia Jumamosi, Aprili 19, 2025, zimejumuisha kusimamishwa kwa shughuli za kisiasa za PPRD na jukwaa la Common Front for Congo FCC ambalo linajumuisha PPRD kote nchini. Wakati huo huo, Wizara ya Sheria imeanzisha kesi za kisheria dhidi ya Joseph Kabila na viongozi wengine wa PPRD, wakiwatuhumu kwa uhaini mkuu dhidi ya taifa kwa kushirikiana na kundi la waasi. Waziri wa nchi anayeshughulikia sheria na mlinzi wa mihuri Constant Mutamba alitoa agizo kwa mkaguzi mkuu wa majeshi na mwanasheria mkuu wa serikali katika mahakama ya Cassation kuanzisha mashtaka dhidi ya Joseph Kabila kwa ushiriki wake wa moja kwa moja katika uchokozi unaoongozwa na Rwanda kupitia vuguvugu la waasi la AFC M23. Aidha, Waziri Mutamba aliamuru kukamatwa kwa mali zote zinazohamishika na zisizohamishika za Kabila na washirika wake wanaohusika katika kesi hiyo. Le Quotidien iliripoti kuwa hatua za kuzuia harakati pia zimechukuliwa dhidi ya washirika wote wa Kabila wanaohusika. Kwa upande wake, Naibu Waziri Mkuu wa Mambo ya Ndani, Usalama, Ugatuaji na Masuala ya Kimila, Jacquemain Shabani Luko, alitangaza kusimamishwa kwa shughuli za PPRD na FCC, akikituhumu chama cha Kabila kwa kukaa kimya kwa kushirikiana na mchokozi, akimaanisha utawala wa Rwanda na kuwepo kwa FCM 23 mashariki mwa nchi. Serikali inayoongozwa na Waziri Mkuu Judith Suminwa inasema inao ushahidi mwingi unaothibitisha kuwa rais wa zamani Kabila anaunga mkono AFCM 23 ambalo linadhibiti maeneo kadhaa mashariki mwa DRC. Le Potentiel iliripoti kuwa Naibu Waziri Mkuu Shabani alithibitisha Jumapili, Aprili 21, 2025 kwamba Kabila ndiye mfadhili wa AFC inayoongozwa na Corneille Nangaa. Hatua hizi zinatafsiriwa kama pigo kubwa kwa Joseph Kabila, ambaye amekuwa kimya kwa kiasi kikubwa tangu aachie madaraka, lakini bado anatajwa kuwa na ushawishi mkubwa. Kwa mujibu wa la TEMPTE Destropics, hatua hizi zimemfedhehesha Joseph Kabila. Iko News inachambua kuwa ahadi ya Rais Tshisekedi ya kupindua mfumo wa Kabila sasa imeingia katika hatua ya kutorejea, huku serikali ikichukua hatua kali kufuatia uvumi wa kuwepo kwa Kabila mjini Goma, eneo linalokaliwa na AFC IDESM 23. Maswali yanabaki juu ya wigo na hatima ya hatua hizi. Mtafiti na mwanafunzi wa shahada ya udaktari katika sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Ghent nchini Ubelgiji, Josephat Musamba, anaonya kuwa kusimamishwa kwa shughuli za chama cha People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD kunaweza kuwa na athari kubwa katika mgogoro wa sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC,
hasa iwapo hatua hiyo itasababisha kufutwa kwa chama hicho bila kufuata taratibu za kisheria zinazohusisha mahakama. Kwa mujibu wa Musamba, ili kusimamishwa huko kulikochochewa na kile kilichoelezwa kuwa utata wa jukumu la PPRD katika masuala ya usalama wa nchi kuwa halali kabisa, mawasiliano kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Ndani yanapaswa kuambatana na mchakato wa kimahakama. Kama PPRD ingevunjwa, hii haingii upasuaji mzozo huo, lakini ingeufanya kuwa mgumu zaidi, Musamba alisema, akiongeza kuwa watu wengi wanaweza kujiunga na uasi au kwenda uhamishoni. Hii inaonesha wasiwasi wake juu ya uwezekano wa hatua hiyo kuzidisha mvutano na ukosefu wa utulivu nchini. Usuli wa kusimamishwa. Uamuzi wa kusitisha shughuli za PPRD, chama kinachoongozwa na rais wa zamani Joseph Kabila, kote nchini ulitangazwa na waziri wa mambo ya ndani Jackmain Shabani. Hatua hii ilijiri siku moja baada ya Joseph Kabila kuripotiwa kuwasili Goma, mji ambao umekuwa ukikaliwa na waasi wa M23. Waziri Jackmain Shabani alishutumu tabia ya utata ya Joseph Kabila kuhusiana na kukaliwa kwa sehemu ya eneo la taifa na jeshi la Rwanda na waasi wa AFC za M23. Alilalamika kuwa Kabila hajawahi kulaani uchokozi huo katika taarifa zake kwa vyombo vya habari. Aidha, waziri huyo alitangaza nia yake ya kupeleka suala hilo katika ofisi ya mwendesha mashtaka katika mahakama ya katiba ili kuleta ukweli kwenye mahakama na hivyo kuanzisha mchakato wa kisheria kuhusu suala hilo. Hii inaashiria kuwa serikali inakusudia kufuata njia za kisheria kushughulikia suala la PPRD kufuatia kusimamishwa kwa shughuli zake. Wa DRC, Patrick Muyaya, anasifu ziara na juhudi za Papa Francis kwa niaba ya DRC. Anataja ziara ya Papa nchini humo mwanzoni mwa mwaka 2023 kama ya kihistoria na kusema kwamba hotuba zake ziliamsha ufahamu kuhusu hali ya DRC na umuhimu wa kurejesha amani. Taarifa inathibitisha kuwa wakati wa upapa wake, Papa Francis alitembelea DRC na kuunga mkono nchi hiyo, hasa kuhusiana na vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi. Jitihada zake hazikuishia kwenye maombi tu, bali pia alionyesha dhamira ya kudumu ya kuunga mkono amani, haki na maendeleo. Papa Francis alijulikana pia kwa kupinga ukoloni wa kiuchumi barani Afrika na alitoa ujumbe wenye nguvu huko Kinshasa mnamo Januari 31, 2023, akisema ondoa mikono yako kutoka DRC. Huu ulikuwa wito kwa mashirika ya kimataifa kuacha kunyonya rasilimali za nchi hiyo. Bon, écoutez, c'est une grosse perte pour l'Église catholique, les chrétiens du monde entier, mais c'est particulièrement aussi une grosse perte pour la République démocratique du Congo, parce que nous avons eu l'occasion de le recevoir pendant plusieurs jours en RDC en début d'année 2023. Et c'est une visite qui a été à plusieurs titres historiques et régulièrement ces prises de parole, le pape a toujours sensibilisé sur la situation en République démocratique du Congo et pour le retour de la paix. Et je crois que de sa visite, il y a une expression qu'on a retenue ici, c'est qu'il faut ôter vos mains de la République démocratique du Congo. Je pense que ça, c'était un des moments le plus fort de son passage ici au cours de sa visite pastorale. Habari nyingine ya tarafa la Fizi, Uvira, Mwenga, maeneo ya milima mirefu na mifupi ambao kunapatikana Redi Tabara, kunapatikana Ngomino, Twigwaneo, Androide. Magaidi hao wa M23 na FLV Congo na wavamizi wa nchi yetu kutoka hapo Rwanda, Uganda na eneo zingine. Ndoto ya eneo hiyo muzimishe. Ndoto ya eneo ile muzimishe. Watu mliotuma kule hawana tena kazi. Walipata vichapo vikubwa na vikali sana mpaka kugabulika. Yaani hivi eneo ya Fizi, Mwenga, Uvira kwenye milima mirefu na mifupi wamekwisha gawanyika. Semata amekwisha kuwa na kundi yake na wengine wanakuwa na kundi yao. Kipigo kibaya ambapo walipigwa, wengine wanasema tuache vita tutaisha. Kwa hiyo M23 magaidi, FLV Congo magaidi, Rwanda wavamizi, Uganda wavamizi, na hao wamama waganga ambapo wanawapatia dawa hapo Bukavu. Jueni ya kwamba hadisi ya Fizi imeisha, hadisi ya Mwenga imeisha, hadisi ya Uvira, Fizi, Mwenga imeisha. Kwa hiyo hakuna muda yoyote tena na saa yoyote wala dakika adui hao magaidi wa M23
magaidi wa Fleuve Congo na wavamizi wa Rwanda, Uganda, miguu yenu haitaingia tena Fizi, haitaingia Uvira na haitaingia Mwenga. Jueni ya kwamba siku zenu zinahesabika za nyinyi kuondoka eneo zote zile mnapatikana. Kwa hiyo hii nalisema mliandike kwa siku ya leo. Siku ya leo ni siku ya kwanza, tariki 21 mwezi wa 4 2025. Andike siku hii. Na nyinyi wa mama ambapo mnafanyizia M23 dawa, ambapo mnapatikana hapo Bukavu, jueni ya kwamba kisha M23 kufeli, wataacha wanawaua nyinyi. Hawatawaacha hivyo, watawaua. Watawaua nyinyi wote, mtakufa. Kwa hiyo ni mwito na wapatia wale wamama, kama mna busara mkimbieni. Sisi tulishawaona, tunawajua na hamuna chochote mnaweza mkakifanya. Nitawakumbusha 96 kuna waganga waliotoka kule Uganda wa Merida. Merida alitoka Uganda. Merida mama mzuri sana, mama aliyokuwa analiziwa moja. Alibakilia wapi? Alibakilia Fizi, Mboko, Luocho. Hao magaidi kutoka Uganda, Rwanda walikuwa na mbwa mbili. Walikuwa na mbwa mbili. Zilikwenda ishia wapi? Fizi, 96. Na hata hapa magaidi wa M23 waliposhika Goma walikuwa na kondoo. Mpaka sasa kondoo iko wapi? Inapotea. Kwa hiyo wamama na magaidi hao, jueni ya kwamba mwisho wenu umefikiria. Hamuna muda tena wa kuingiza mguu wenu kwenye tarafa la Uvira, tarafa la Fizi wala Mwenga. Na maeneo mnaopatikana kama Nyola, Nyangezi, Bukavu, Goma, munaondoka. Mwezi huu hautaisha, mungali muyali maeneo. Siku zenu zinaisha. Na siku hii muandike, mutaona. Haya muandike, mutaona. Wakongomani wote siku ya leo muandike. Muandike haya. Na kama mnategemea kwamba mazungumzo mnayokwenda kufanya huko Doha, Qatar, mtakwenda kufanya huko Angola, sisi kama vile wazalendo hayatuhusu. Hayatuhusu. Sisi ni mapambano kwenda mbele. Na zaidi sana tunakasirika jinsi mnavyoua waraia wasiokuwa na hatia. Na hiyo tena tunasema mwito kwa waraia wote wa Kongomani, jiarazeni, muwe angalisho sana. Tunawapa angalisho wa vijana wanaopatikana eneo ya hao magaidi. Mkiwaona wanakuja na mizigo yao, kimbieni. Mkiwaona wanakwenda kwenye vita, kimbieni, msiwasogeeni. Wanapotoka vitani wanakuwa kama chui mwenye kujeruhiwa. Pole sana, tuko pamoja. Asante mara tena. Pata habari, julisha kwa watu wengine. Hii ni habari za uhakika na habari za kweli. Asante. Nataka nijibu swali ili ambapo kuna mtu mmoja ameniswali ya kwamba eske hesabu ya hao magaidi wa M23 Fleuve Congo na hao wavamizi wa nchi yetu, hesabu ya watu inajulikana? Waliokufa muda wa hizi siku 3 za mapambano wa raia, hesabu yao inajulikana? Kwa hiyo jibu ambapo naweza nikakujibu mpendwa, ili wengine wapate faida kwa swali lako, wale ambapo wanauawa na wale wanaochukuliwa machoni pa watu wengine, pa waraia wengine, ndio wanajulikana. Fika Nyangezi utapata hesabu ya watu ambapo wamekwisha potea, ambapo wameuawa, watu wanawaona na wanaokamatiwa, ambapo hawajulikani wanapelekwa wapi. Fika Kamanyola utapata hesabu ya watu ambapo wanauawa kipindi kile walipopata kichapo kule juu, wanashuka wakaua wale ambapo waliwasaidia kubeba maiti zao na kubeba wablisi. Hesabu yao inajulikana. Sasa ufike eneo zile za karibu ya Nyamtende, Nyamoshi, Momosho, utapata hesabu ya watu waliouawa na wengine waliobebewa. Sasa swali tunajuziswali sisi, eneo zile ambapo wao wanapita, ambapo hakuna waraia, hakuna watu wengine, hesabu ya wale watu hawajulikani. Usiku wao ndio wanatembea usiku, wanaokamatiwa usiku hawajulikani. Na wamekuwa na strategy wanaofanya, wakikamata tu watu waraia tu, wanawazingishia kwamba ni wazalendo, wanawazingishia ya kwamba ni wamwizi, na wanakamata silaha zao wao magaidi. Na hao wavamizi wa nchi yetu wanasema hizi silaha zilikuwa silaha za wazalendo tuliokamata, na wanasema silaha hizi zilikuwa silaha za hao wamwizi walikuwa wanaiba usiku. Wanasema ni silaha za wazalendo tuliokamata na hao wazalendo, au hizi ni silaha tulizokamata na hao wamwizi. Hizo silaha ziko zinakuwa za wamwizi,
Silaha hizo haziko zinakuwa za wazalendo, mbali zinakuwa silaha za wao magaidi wa M23 na hao wavamizi wa nchi yetu. Shida yote ni nini? Kusumbua tu raia. Watu ambapo wanafuata hata familia ya mtu wanaosikia kwamba mtoto wake aidha mtoto wa ile familia naye ni mzalendo, wanafuata familia. Hata hospitali wakisema kwamba hospitali fulani ilitunza mzalendo wanaifuatilia ile hospitali. Hata hospitali tu wakikuta mko watu tu wa mama watoto wengine ni kubeba na kupiga masasi. Hesabu haitajulikana na haijulikani. Waisha watu wengi na wataendelea kuwa watu wengi. Inaomba watu kuwa makini sana. Na dawa ni kuungana mkono, waondoke kwao, waende kwao. Tuwaondoe maeneo ili raia bakie na amani. Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu.